Ninawapea salamu njema za Christmas ya mwaka huu 2025 na pia mwaka mpya wa mategemeo mema katika nchi yetu ya Kenya. Mimi nataka kueleza Wakenya mambo mawili matatu hivi na nchi yetu, lakini kwanza nitoe shukrani kubwa sana kwa Kenya ambao wamenisihi nifike Kenya ili tushirikiane kuikomboa nchi yetu na kuwaokoa watu wetu. Nafurahi sana kwa watu kutoka Kisii, kutoka Kakamega, kutoka Nyanza, kutoka Tivare, kutoka Bomet, kutoka Kericho, kutoka Nyandarua, kutoka Embu, kutoka Meru, kutoka Murang'a na kwingineko katika Kenya ambao wamenisihi nije Kenya ili tuweze kushirikiana kuiokoa nchi yetu. Na mimi naahidi ya kwamba kwa mapenzi ya Mungu aliye mbinguni hayo yote inawezekana na tutaweza kuikomboa nchi yetu. Lakini nataka kuambia kitu moja. Ukombozi wa nchi yetu ya Kenya lazima upatikane na ujasiri mkubwa wa kumaliza ufisadi, wa kuangamiza ufisadi wote kabisa. Hakuna chochote kitapatikana katika nchi yetu kizuri pasipo na kupambana na ufisadi na kuondoa kabisa katika nchi yetu. Na wale wote ambao wanadanganya ya kwamba iko mambo mengine makubwa ambao watafanya kwa nchi ya Kenya bila kuangamiza ufisadi ni uongo mtupu. Haiwezekani hata kidogo. Kwa hivyo wananchi wa Kenya wawe na ujasiri mkubwa wa kuangalia ni nani ambaye ataokoa nchi ya Kenya na nani ataangamiza ufisadi, sababu hilo ndilo jambo ambalo linaumiza nchi yetu kabisa kabisa, na hakuna yote inaweza fanyika bila kuangamiza ufisadi. Pia niseme ya kwamba wazazi wa nchi yetu ya Kenya mjue ya kwamba nchi ya Kenya ni urithi wenu kutoka mbinguni. Mkenya yote ajue ya kwamba Kenya ni urithi wake kutoka mbinguni. Na wakati wazazi wanapouza Kenya kwa chakula ya mchana moja wakati wa uchaguzi, wanafanya madhambi mabaya sana kwa watoto yao na wanafanya vibaya sana kwa vizazi vijavyo. Kuuza nchi kwa siku moja ili watu wahangaike na waumie kwa siku 1825 ambayo ni miaka 5. Vijana wengi walikufa, wengi sana, wakijaribu kuuliza usaidizi kutoka kwa serikali na wakauawa. Na hiyo kuwa yao ilitokana na wazazi, sababu wazazi ndio wamekuwa na kura cha kutafuta viongozi, na wanapochagua viongozi wabaya wanatengenezea watoto wao nafasi za kusumbuka na nyakati za kuumia na kupigwa marisasi na abduction na mambo mengine mabaya. Kwa hivyo mimi nawasihi wazazi wa Kenya wafikirie habari ya vizazi vyao vijavyo na kuondolea machafu ya kuumizwa na kuuawa kiolela. Waweze kutafuta viongozi ambao watalinda Kenya. Kenya ni rahisi kuangamiza ufisadi. Ufisadi inaweza ondolewa kwa miaka 2 peke yake, watu wasidanganywe. Na kwa hivyo waangalie kabisa ili uchaguzi unapokuja kwa mwaka 2027 Kenya ipate kiongozi ambaye ataongoza Kenya na kuleta mageuzi bora. Asanteni sana. Mungu awabariki na abariki nchi yetu ya Kenya. Asante.